Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 11, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 4, aya ya 9 hadi ya 18 na aya ya 20. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 6 aya ya 19 hadi ya 23. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, Injili tuliyoisikia hivi punde inatukumbusha kwamba katika shughuli zetu za kila siku tuelekeze nia zetu kwa Mungu, hivi kujiwekea hazina inayodumu milele. Wapendwa, katika Injili hii si kwamba Kristo anatukataza kuwa na mali na hazina, hapana, bali anataka kutufundisha namna ya kuitumia mali hiyo, au mali hiyo tunaitumiaje ili kufikia uzima wa milele. Kwa kawaida mwanadamu anajibovusha mno kwa kupenda mno starehe na anasa za ulimwengu huu. Kwa kutumia mali yake vibaya anamsahau Mungu, na mara nyingi hatujikiti katika kujiwekea hazina mbinguni. Hapa tutajiuliza, ni kivipi nitajiwekea hazina mbinguni? Wapendwa, kadiri unavyotumia mali yako vizuri kwa kuwasaidia wenye shida na dhiki mbalimbali, mfano wagonjwa, yatima, wajane, wafungwa, maskini na wote wanaodhulumiwa, kutoa sadaka kwa ajili ya maendeleo ya kanisa kwa kuifanya Injili isonge mbele, ndivyo hivyo unavyozidi kujiwekea hazina mbinguni, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 35 hadi ya 40. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu na kumwambia, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uuchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona umgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu, amini nawaambia, kadiri mlivyotendea mmojawapo wa wadogo hao wa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Wapendwa, hiyo ndiyo namna ya kujiwekea hazina mbinguni.
ili kusudi hata roho yako itakapoondoka hapa duniani ikastarehe kwa amani huko mbinguni. Pia wapendwa, tukisoma Injili ya Luka sura ya 12 aya ya 16 hadi ya 21, Kristo anatoa mfano wa tajiri mpumbavu ambaye alilima shamba lake la mizabibu na lilizaa sana. Tajiri huyu akaona ghala zake hazitoshi, akasema atazivunja ajenge nyingine kubwa ili ajiwekee hazina yake yote, kisha astarehe na kupumzika. Anasahau hata kumrudishia Mungu shukrani kuwa yeye ndiye aliyemwezesha kupata vitu vyote hivyo. Lakini Mungu anamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo anaitaka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Wapendwa, hapa tunakumbushwa kutumia vizuri mali tunazojaliwa na Mungu. Tujitajirishe kwa Mungu kwa kuwajali maskini na wahitaji. Pia tukisoma Injili ya Luka sura ya 12 aya ya 33 hadi ya 34, anasema, viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka, jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, pasipokaribia mwivi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Kristo hamaanishi kwamba ndiyo tukauze mali zetu zote, yaani tubaki patupu au maskini. La hasha, bali anataka kutukumbusha kutumia mali yetu vizuri ili tufikie uzima wa milele kwa kutoa sadaka na kuwasaidia wengine, na sio kutumia mali yako kwa kunyanyasa wengine. Basi wapendwa, tumuombe Mungu atujalie moyo wa ufukara na mnyenyekevu ili tuweze kutumia mali yetu vizuri ili kufikia uzima wa milele. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Apolinari Michael Sachi kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!